Sasa ipo hivi, nataka tumsikilize Padri Kitima. Anazungumza Padri Kitima na siri za kikao. Naomba tumsikilize na kumtazama kwenye kamati. Tukirudi tutarudi na msingi wa hoja sahihi ambayo tutaanza nayo kwenye kamati. Karibu sana kwa wale ambao kwanza wanajiunga na sisi. Maoni yenu nayaona nitakuja kuyapitia pia. Karibu sana. Ofisi ya mkurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu iliwahabarisha wananchi kuwa maaskofu wetu walikutana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika mazungumzano yale waliongea vitu vizuri kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hivi nilitaka kutaarifu pia jamii kuwa maaskofu wameniagiza, hasa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambao ndio walienda kwa kuwakilisha baraza zima kadiri ya maamuzi yao na utaratibu wao. Moja, nikituweke bayana kwamba hili kutano kati ya Maaskofu Katoliki Tanzania tarehe 10 Agosti 2026 lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki, na walifanya ombi hili katika kikao chao cha mwaka ambacho walikaa tarehe 18 mwezi wa 6. Walifanya maamuzi hayo kumwomba rais akutane nao, na hivi lilikuwa ni ombi la Maaskofu Katoliki Tanzania, na ndio walioomba, wala hawakuitwa, waliomba wamuone rais. Na hii ilifuatia waliomba mwaka jana. Kwa bahati mbaya rais alikuwa ana majukumu mengi, na waliomba muda ule, waliomba kukutana naye mwezi wa 8 kabla ya uchaguzi wa 2025. Rais kwa bahati mbaya akasema ratiba yake imembana, hataweza kukutana nao. Lakini kwa kuzingatia yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu na hali halisi ambayo Watanzania wanayo ya kisiasa, mwaka huu maaskofu wakaamua tena wamuombe rais wakutane naye ili waweze kumshirikisha mtazamo wao juu ya hali tulionayo kisiasa nchini, kutokana pia na kwamba waliweka bayana kwamba ili tutoke katika hali hii inabidi kwenda katika kusimamia ukweli na vile vile kutakana msamaha, kusameheana na hata kuponya nchi. Kwa hiyo kwa Kiingereza tunasema to admit the truth and then reconciliation, healing the nation. Kwa sababu haya kadiri ya viongozi wetu wa dini mambo muhimu sana ambayo waliona wajadiliane tena, pamoja kwamba walitoa msimamo wao, tafakari yao walichokuwa wameamua mwaka jana tarehe 15 Novemba 2025. Walitoa mapendekezo yao na mawazo yao na kinacho kadiri ya wao wanavyoona inafaa kifanyike, lakini bado wakaona ni muhimu tena waongee na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli wameshukuru sana kupokelewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameacha shughuli zake, amewapa mazungumzano ambayo yameenda zaidi ya saa 1.5. Kwa hiyo imekuwa ni mazungumzano mazuri kati yao, na wameweza kumshirikisha wao wanasema nini juu ya hali tulionayo ya kisiasa, na wamempa andiko rasmi ambalo lina kurasa kama 4 hivi ambalo wamemkabidhi, wamemsomea lote na wakamkabidhi, na halina tofauti sana na lile tamko au ujumbe wao waliotoa mwaka jana Novemba, mwezi Novemba tarehe 15 2025. Kwa hiyo tupenda wananchi wafahamu kwamba lilikuwa ni ombi la maaskofu, hawakuitwa, walienda wao wenyewe wakiona ni muhimu kwa taifa kufika mahali tuweze kukubaliana na kilichotokea ni kitu gani, tukilaani hicho hasa cha mauaji na uharibifu wa mali. Halafu basi maaskofu wanasema sasa tufike mahali tuponye nchi na mambo mengine yaendelee, na hayo yaliyosababisha watu waingie katika hali za kuandamana na nini, basi na yenyewe yashughulikiwe. Kwa ufupi niliweke hilo bayana, na tunapenda Watanzania wawe na imani kwamba ujumbe wa maaskofu tuna imani utafanywa kazi, na wawe na usikivu, waisikilize serikali inavyoelekea katika kutatua
mkwamo wa kisiasa tulionao nchini. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma, tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.